Mojawapo ya habari kubwa zaidi ambayo ina trendi zaidi huko mitandaoni ni kuhusiana na klabu ya Yanga kuweza kushusha mabasi mapya. Kwa hakika Young Africans uwekezaji wao ni uwekezaji ambao una mantiki kubwa na uko kwenye mipango sahihi. Ukitazama mfululizo wa miaka mitatu, klabu ya Yanga imekuwa ikijivunia zaidi kwa mabadiliko makubwa kuanzia kwa wachezaji, timu kiujumla, mishahara pamoja na project mbalimbali ambazo Young Africans huwa wanazitimiza. Hii imekuwa ni desturi nzuri sana ambayo inatengeneza mashabiki wa kweli, sababu Yanga wamejua akili kubwa ambayo mashabiki wamekuwa wakifurahishwa nayo. Hivyo basi wamekuwa wakifuata walau kwa 50% yale ambayo matakwa ya mashabiki yaliyokuwa yakipendekezwa mara zote. Sasa kwa msimu huu ambao Young Africans wako mbioni katika kukaribisha tukio kubwa na uzinduzi mkubwa utakapokamilika wa uwanja wa Young Africans, ndio jambo ambalo hakika mashabiki wengi wamekuwa wakipiga dua nyingi na wako wanalisubiri kwa hamu, shauku pamoja na sherehe za kutosha. Young Africans wamekuwa wakiwatambia majirani pamoja na watani kuhusiana na project hii kubwa. Lakini wakati huo huo kumekuwa na vitu vikizungumziwa zaidi na mambo yakitangazwa kuhusiana na klabu kuongeza usafiri kwa wachezaji pamoja na viongozi. Na si mwingine, tumekuwa tukiona mabasi mbalimbali ambayo Young Africans wamekuwa wakiyaleta hapa Bongo. Hakika yamekuwa ni mabasi yaliyokuwa luxury, yani mabasi ambayo watu wengi sana wamekuwa wakiyasifia na kuangalia namna ambavyo yamekuwa yakidekoretiwa, lakini pia na mazingira yake yanakuwa ni mabasi ambayo yako katika mazingira ya ushua zaidi. Sasa jambo ambalo wadau wengi mitandaoni wamekuwa kilielezea na kulizungumza kwamba kumekuwa na ushindani wa timu nyingi sana kuleta usafiri kwa wachezaji wao, lakini kwa upande wa Yanga wameonekana mfululizo wakiongoza mabasi yao kuwa ni luxury zaidi. Kwa upande wengine watu wamekuwa wakihusianisha Young Africans kuwa wana uongozi ambao uko kamili gado, wanapambana, wanafuata hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba ile heshima pamoja na brand kubwa ya Yanga inaendelea kudumishwa kama jinsi ambavyo ilivyo. Mashabiki mbalimbali wamekuwa kibishana na kuzozana huko mitandaoni kuhusiana na matukio haya. Wapo ambao wamekuwa wakipinga na kusema kwamba Young Africans hawawezi kuleta mabasi aina yoyote mingine hapa kwa sababu wako kwenye project kubwa ambazo zinafanyika. Lakini baadhi ya mashabiki wanaamini kwamba mabasi ni swala dogo sana, si pesa nyingi ambazo zitatumika, milioni kadhaa ambazo kwa wawekezaji wa Yanga matajiri hawawezi kushindwa kuwekeza pesa kiasi hiki kuleta mabasi hayo. Mimi nikwambie kwamba mabasi mapya ya Yanga wanakwambia tuna furaha, ndio msemo wao mpya, wakisubiri kwa hamu zaidi na kutaka kuona nini ambacho kitaendelea na kitakuwa midomoni mwa mashabiki na yaliomo yatakuwemo. Ndicho ambacho baadhi ya watu pembeni wamekaa kuona nini kitakuwa muhimu zaidi katika hili. Mimi nikukumbushe tu, hizi ni taarifa miongoni mwa zile ambazo zimetrendi zaidi huko mitandaoni. Uchambuzi pamoja na taarifa nyinginezo tutakuletea hapa kila siku. Hakikisha tu umejiunga nasi kwa kusubscribe, kulike pamoja na kushare video hii kwa wadau mbalimbali.